Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu, tunaingia darasani na kwenda kuangazia energy ya mwezi wa pili, hasa kwa wale ambao waliozaliwa ndani ya mwezi wa pili na namna hali halisi itakavyokuwa. Mimi nipo na Sayyid Dr. Sheikh Saifuddin Al-Ghazali kama ilivyo ada na kawaida, tutakwenda na hasa kiona nyuma yangu kuna ubao, basi jua kabisa darasa tayari tunakwenda kufanya tena, hasa baada ya kutazama mwezi wa kwanza na energy ya namba 1. Tutakwenda kutazama leo energy namba 2 kwa mtu ambaye aliozaliwa ndani ya mwezi wa pili. Wanakuwa katika hali namna gani? Matendo yao ni yapi? Na zipi alama zao zinazofanana sana watu ambao walizaliwa ndani ya mwezi huu wa pili? Yote haya tutakwenda kuyafahamu hivi punde tu baada ya kuwa tayari tumekwisha salimiana Dr. Said na Saifuddin Al-Ghazali, kisha baada hapo tutakwenda zetu tukaangazie sasa kwa ujumla, je, wewe ulizaliwa mwezi wa pili, hapo ulipo upo katika hali za namna gani na unatakiwa vipi uishi naye kwa energy yake hiyo, energy namba 2 tunainakuaje? Twende kama itakavyokuwa. Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Nam, kama ilivyo ada na kawaida, Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali una afya bora kabisa. Lengo kubwa ni la kwenda kutazama energy namba 2, hasa kwa wale ambao waliozaliwa mwezi wa pili, wanakuaje katika hali za namna gani na ni matendo gani ambayo kwayo yanapatikana kwa watu hawa waliozaliwa mwezi wa pili. Twende sambamba muda huu tukaone yale yaliyo makubwa. Dr. Said na Sheikh Saifuddin Al-Ghazali. Ya Allah. Tunafahamu kwamba kila mtu ana mwezi ambao aliozaliwa, lakini tukitazama mwezi wa kwanza na namna watu wale namna walivyo na matendo yao na matukio ambayo kwao huwa yakijiri. Sasa tunatazame mtu ambaye aliozaliwa ndani ya mwezi wa pili, maana energy yake ni namba 2. Je, huyu mtu aliozaliwa mwezi huu wa pili anakuaje? Lakini ni yapi ambayo kwake ya tafiti zimebaini anakuwa nayo, na kubwa zaidi ni namna gani tunaweza kuishi na watu wa namna hii? Naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Lakini pamoja na wanafunzi walio katika eneo hili na hata wale ambao wanaotufuatilia kupitia katika mtandao. Naam. Darasa letu la mwanzo tumeona watu wenye energy namba 1, kwa maana wale ambao walozaliwa katika mwezi wa kwanza. Lakini kadhalika kabla ya hapo tukaona njia zile za utafiti. Kwa maana ili asije akatokea mtu akawapandikiza watu matango pori na kuambia ule unaosomeshwa pale ni ushirikina, ile ni sihiri, au ule ni ramli. Maana yake hizi ni nini? Ni tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukaona zile turqi albahthi, zile njia za utafiti, ambao tukaona njia hizo zinapatikana ni njia 8. Na katika hizo njia 8 zina matawi yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo tutaanza kwa kutazama anwa'u turqil bahthi, kwa maana aina ya njia za utafiti. Yani hizo njia za utafiti nazo zina nini? Zina aina zake. We mzee, tunakwenda sawa? Naam. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wa ta'ala. Na hasa ukimsoma Abu Hamidi Muhammadul Ghazal, al-Imamul Ghazal, yanasema hunaka
iddatu anwa'i min turqi lbahthi lilmi, ya kwamba kuna aina nyingi sana tena tofauti tofauti njia hizo zinazokwenda sambamba na nini, na tafiti za kiilmu, allati yumkinu istikhdamuha hasbal hadafi, njia ambazo unaweza wewe ukazitumia zikienda sambamba na lengo la hiyo tafiti ambayo wewe unaifanya ili uweze kupata kile ambacho kilichokusudiwa. Hawa ndo watu wenye akili sawa sawa, wenye akili kubwa, wenye maarifa ya kutosha biidhnillah. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sasa wewe akili yako ikiwa ndogo, maarifa yako yakawa ya chini, ilmu yako ikawa ndogo, basi acha wale wenye ilmu kubwa wapate ladha ya ilmu biidhnillah. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Msikilize mwamba anavyosema, anasema hunaka iddatu anwa'i min turqi lbahathi, ya kwamba kuna njia mbalimbali kabisa miongoni mwa njia za utafiti alilmi, utafiti wenyewe wa kiilmu, allati yumkinu istikhdamuha, utafiti ambao au njia ambazo zinawezekana kwako wewe kuzitumia njia hizo hasbal hadafi, kwa kufata yale malengo au kwa kwenda katika ile shabaha ambayo wewe umeikusudia kuweza kuitambua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya yanapatikana wapi? Mwamba anasema minadirasati, kutokana na nini? Na darsa, masomo mbalimbali. Watu wanasoma namna ya kufanya tafiti, sawa, min baini anwa'i shai'a, lakini miongoni mwa aina za utafiti zilizoenea sana liturqi lbahthi lilmi, katika njia za utafiti wa kiilmu, mojawapo ni albahthu tajribiyu, ni tafiti za majaribio. Tuliona miongoni mwa tafiti ziko tafiti za majaribio, lakini tukaona jam'ul bayanat, kukusanya taarifa, lakini tukaona al-as'ilatu at-tajribiyya, kwa maana masali ya kitafiti, ambayo bila shaka watu kama wanapita katika njia hizo wanaweza wakabaini kwa usahihi na ufasaha wa hali ya juu. Kwa hiyo watu walichofanya, wakafanya hivi, wakatazama wale mawalidi fi shahri thania, kwa maana wale ambao wanaozaliwa katika mwezi wa pili. Wakamtazama huyu aliozaliwa mwezi wa pili na yule aliozaliwa mwezi wa pili, wakafanya turqi katika zile njia, wakafanya njia ya kitu kinachoitwa at-tajribi, kufanya majaribio. Alafu wakati huo huo wakawa wanafanya jam'ul bayanat, kukusanya taarifa. Kwa hiyo wakachokifanya, wanamtazama huyu, wanamtazama na yule, wanaangalia matendo ya huyu, wanaangalia na matendo ya yule, wanaangalia tabia ya huyu, wanaangalia na tabia ya yule. Kisha wakapata ya kwamba walio wengi wanaozaliwa katika mwezi wa pili, matendo yao mengi sana yanakuwa yanafanana, bali machache ndiyo yataachana. Tena matendo yao yanafanana na yanaweza kupishana viwango tu, vyale huyu anafanya sana, mwingine anafanya kwa kiwango kidogo, lakini matendo ndo yale. Ndio watu wakaandika katika vitabu vyao, mwezi wa pili, wanaozaliwa katika mwezi wa pili wanakuwa na kadha na kadha na kadha. Ukiyajua haya, hilo ndizo ni tafiti za kawaida, na haya ni matokeo ya tafiti biidhnillah. Kwa hiyo wewe kazi yako kula samaki mkubwa tu na chumvi nyingi na pilipili kidogo, alafu unapinga tafiti za watu. Yaani wewe utafiti wako ni kula samaki mkubwa, ongeza na chumvi kidogo, weka na pilipili kidogo, kuisha habari yako wewe mzee. Watu wanatumia muda wao katika kufanya mambo makubwa. Tusemeni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hapo majitu kazi yao kula samaki tu, alafu wanataka wewe na ilmu kwa kula samaki. Watu wamepoteza muda mrefu wakitafuta ilmu, yeye anakula samaki, alafu anataka kuja kupinga zile ilmu walizofanya watu kwa muda mrefu, yeye yupo kwenye kula samaki. Hiyo ni tatizo mzee, tatizo kubwa. Sasa tunakwenda kutazama mawalidu ashahri thania, waliozaliwa katika mwezi wa ngapi? Wa pili. Sawa? Naam. Kuna watu wamezaliwa mwezi wa pili,
Sasa wale watu waliozaliwa mwezi wa pili, tafiti zinaonyesha mara nyingi wanakuwa na hali ifuatayo. Mmoja, yoyote yule ambaye amezaliwa mwezi wa pili, mtufuatilie vizuri utabaini haya tunasema, yuhibbul mithaliyata wal waqi'iyya. Jambo la kwanza ni mtu ambaye anapenda sana maigizo, na kwenye matukio haumkosi. Yani ukiona tu kundi la watu, ukienda yumo na yeye, yani anakuwa hivyo mara nyingi sana, anakuwa katika hali za namna hii. Tunaelewana vizuri? Maana yake huyu mtu ni nani? Ni mbea. Ndio maana yake. Alozaliwa mwezi wa pili anatakuwa na katabia yako. Kaumbea matukio alafu muigizaji. Yani akikwambia kitu tafakari mara mbili. Tunaelewana vizuri eh? Anakuwa hivyo. Akija anakuwa na porojo nyingi sana. Ukweli mdogo. Kwa hiyo lazima muwe makini na watu wa namna hiyo. Sawa? Naam. Lakini kadhalika mtu akiwa na energy namba 2, khajulun fi ba'dhi al-ashya, anakuwa muoga sana. Yuko hivyo lakini ana tabia ya uoga. Muoga kweli kweli, yani kama kunguru, yani jinsi alivyo. Sasa wewe jitathmini na umtathmini alozaliwa mwezi wa pili. Haya mambo ukifuatilia utabaini haya mambo kwa mtu mbona hivi muoga hivi. Sawa? Lakini wayuhibbu takwina zumala, na mtu huyu mara nyingi sana huwa anapenda sana kutengeneza marafiki wengi alafu adumu nao. Kila siku utakuta na marafiki wapya. Yani anakuwa na marafiki hawa alafu anaachana nao, anaanzisha tena timu nyingine ya marafiki, anakuwa nao, anaachana nao, anaanzisha, yani anakuwa yuko hivyo, yani mara nyingi sana. Yuhibbu takwina zumala, anapenda sana kutengeneza marafiki alafu adumu nao. Mtu mwenye energy namba 2, hasa waliozaliwa katika mwezi wa pili, mara nyingi sana wanakuwa hivi. Kila siku utamuona na rafiki mpya mzee. Yani wepesi wa kutengeneza hivyo marafiki. Sawa? Walakin ghaliban yaktumu mashairahu, lakini mara nyingi sana utamuona huyu mtu huwa ana tabia ya kuficha hisia zake. Haweki hisia zake hadharani, huyu mtu anaficha hisia. Ndio mara nyingi yuko, yani anachokuonyesha kingine na kilicho ndani ya nafsi yake kingine kabisa. Huyu mtu katika mwezi wa pili mara nyingi anakuwa hivi. Yani wenye energy namba 2 mara kadhaa wanakuwa katika utaratibu huu. Mimma qtadatuhu at-tajruba. Haya ni mambo ambayo yamefanyiwa majaribio, yamefanyiwa tafiti, wakabaini haya, ndipo watu wakasajili mambo haya katika vitabu vyao. Sio walikurupuka tu, mtu kalala kaamka alafu anaandika haya. Wamefanya tafiti, wamefuatilia menendo ya watu waliozaliwa katika mwezi huu, lakini wakachukua taarifa za hawa watu waliozaliwa katika mwezi huu, wakabaini walio wengi ambao wamezaliwa katika mwezi huu, matukio haya yanakuwa yapo sana. Ndio wakaandika katika vitabu vyao. Sio wamekurupuka tu mzee. Wala sio kwa kula samaki tu. Wayuhibbu min qalbihi, na huyu mtu akipenda anapenda kweli. Pamoja yuko hivyo, lakini akipenda anapenda haswa. Tunaelewana vizuri? Naam. Lakinahu la yarif ay yuwasi, na mara nyingi huyu mtu huwa akati tamaa kwenye mahaba na mapenzi. Mzee akati tamaa huyu mtu, mara zote hataki kataliwa, yeye yumo tu. Hapana bana, mimi nakuelewa sana bana, wewe si nishakwambia mimi sitaki, kesho anarudi tena. Huyu mtu anakuwa hivi. La yaarifu an yuwasiya, ni mtu ambaye huwa hakati tamaa kabisa, na akipenda anapenda kweli kwa moyo mmoja. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. So yule anapenda anakuwa na mioyo mingapi? Miwili. Anapenda alafu anasema hivi itakuwa hivi. Hakuna, yeye hau hivyo, yeye anajaa mzima. Haya mimma qtadatu tajriba, ni mambo ambayo yaliofanywa nini? Majaribio. Na watu wakapita katika njia za tafiti, wakabaini walio wengi waliozaliwa mwezi wa pili wenye energy namba 2 wanakuwa hivi. Wewe mtazame wa kwako waliozaliwa mwezi wa pili, utabaini haya tunayoyasema. Ima awe na yote awe na machache katika haya, au awe na kiwango kikubwa au kidogo katika haya ambayo tunayoyazungumza. Yuko hivyo kabisa. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini wala yanqulul kalama abadan. Unaona mambo? Lakini yeye jinsi alivyo huyu mtu hana tabia ya kuzusha maneno. Yeye ukisema neno mbele yake analichukua vile lilivyo, haongezi. Anafikisha pasipotakiwa kufikishwa,
yeye atafikisha, haongezi. Yaani uzuri wake haongezi neno, anachukua vile vile yalivyo ndio anapeleka. Ndio maana tukasema kule mwanzo anakuwa nani? Mbea. Manake mbea sio mtu muongo. Ujue kuna muongo na mbea. Mbea ni mtu ambaye anachukua maneno ya kweli lakini anapeleka mahala ambapo hakuambiwa peleka. Anafikisha mahala ambapo hakuambiwa fikisha ya maneno. Huyo ndo mbea. Huyo ndo mbea. Yaani mbea huwa anasema ukweli kabisa. Lakini sasa ulitumwa. Sawa, umejua, lakini kule Mombasa kule tuna jamaa yetu, akiona hii atacheka mwenyewe. Tuna jamaa yetu kule Mombasa. Ukikaa na yeye yule mtu ukamsema mtu, akitoka pale moja kwa moja anakwenda kwa yule mtu. Ambaye bwana tulikuwa tumekaa na mtu fulani bwana, tukaa tunakusema 1 2 vile vile haongezi. Sasa yule mtu anakufuata bwana, vipi bwana? Mbona mmekuwa mmenisema bwana? Mmenisema 1 2 3 4. Nani kakwambia? Fulani bwana kanambia. Wewe ukimfuata kwambia sasa wewe nani kakutuma? Mimi niliona pale tumeongea nikabidi tu nende kamwambie. Sasa akakutuma nani ukamwambie? Nimeona tu nikamwambie sababu niliona tena nakwambia kuwa anacheka. Niliona tu nikamwambie. Kwa hiyo huyo ndo anaitwa nani? Mbea. Sasa kuna tofauti ya baina mtu mbea na mtu muongo. Kwa hiyo huyu ambaye mwenye energy namba 2 yeye sio muongo bali ni mbea. Sawa, na umbea sio mzuri sana, sawa? Wa yuhibbu is'ada ghairihi, na mara nyingi sana huyu mtu yuko tayari kukosa yeye lakini amsaidie mtu mwingine. Yaani huyu mwenye energy namba 2 inawezekana ana shilingi 2000 hiyo hiyo mfukoni mwake. Ukija wewe ukamwambia na shida na shilingi 2000, atatoa hiyo hiyo atakupa wewe. Alafu hata kama yeye ilikuwa anatakiwa atoke hapa kwenda Kariakoo, itabidi sasa aanze kutafuta kumsaidia au atembee kwa mguu. Ndivyo alivyo. Yaani ana tabia ya kutaka kumsaidia mtu kuliko yeye. Mara nyingi anakuwa yuko hivyo, sawa? Wala yukdhib. Katika suala hili la msaada yeye sio muongo kabisa. Huwa ana tabia hiyo ya uongo. Haikwambia sina ujue hana kweli. Ndio mara nyingi anakuwa hivyo, sawa? Wala yahtamu li ahadin, lakini kadhalika na wala namna alivyo huwa achukuli umuhimu sana kumfanyia umuhimu mtu, hasa katika sala ile la musaada. Yaani umuhimu wake yeye unakuwa mdogo zaidi kuliko umuhimu wa mtu mwingine. Anakuwa hivyo mara nyingi. Yuhibbu musaadata ghairihi, anapenda kusaidia watu wengine sana. Lakini idha kariha shakhsan, lakini huyu mtu namna alivyo akimchukia mtu, yani ikawa mtu labda kamfanyia kitendo fulani au akawa ni mtu ambaye amemuonyesha mandhari mazingira fulani, yule mtu akamchukia, la yatakabala minhu aya shay'in, kuanzia hapo hakubali chochote kinachotokana na mtu huyo ambaye kamchukia. Hataki iwe sahihi, yeye anatia x tu, staki tena hii habari. Huyu mtu sitaki kumuona, sitaki kumsikia, sitaki chochote kinachohusiana na yeye, na huyo amrudishi kwenye njia mzee. Akisha kuwa na msimamo huu, hiyo imekwisha. Nyamjaona watu wa namna hiyo? Wapo wengi tu sheikh. Na mara nyingi sana watu katika, ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya saikolojia, utabaini hawa ni wale watu ambao mara nyingi sana wanakuwa hivyo. Anakuwa ni mtu ambaye utamuudhi mara ya kwanza hakwambii, anakaa kimya. Utamuudhi mara ya pili, yeye anakaa zake kimya. Utakuja utafanya tukio moja dogo sana, tendo dogo sana, alafu hukumu anayoitoa mpaka unyote mnachanganyikiwa. Hivi suala ni hili tu? Kumbe mwenzako alikusanya yale ya jana, ya juzi, majuzi, alafu sasa na hukumu kwa hili tukio dogo la leo. Sasa wakati nyinyi mnatazama hili tukio dogo, yeye atazami hapa. Yeye anaangalia yale yote ya miaka 2, miaka 3 yote alimekusanya, alafu anatoa hukumu leo. Ni mtu wa ovyo sana huyu mtu. Ni mtu wa kumuombea dua. Kwa hiyo ukiwa unaishi na mtu wa namna hii, unajua tu huyu ni energy namba ngapi? Namba 2. Energy namba ngapi? Namba 2. Haya, sasa unaishije na mtu wa namna hii? Kwa lazima sasa tujue zile njia za namna ya kuishi na mtu wa namna hii. Kwanza ni mithalia, ni mtu ambaye ana tabia ya kufanya maigizo sana. Naweza kuigizia mpaka analia. Wewe kaona kweli kafanyiwa kweli, kumbe muongo.
walwaqi'ia, na kwenye matukio umkosi. Totoidi. Aiwa. Kwenye matukio umkosi. Huyu kuna mtu sijui kafumaniwa sehemu, ukienda utakuta na yeye yupo anataka kushuhudia tukio. Basi ili mradi tu. Watu wanakuwa namna hii. Wewe pale mtaani tazama tu. Patokee tu pale mtaani pametokea jambo, wenye energy namba 2 ndio utakuta wamejazana pale. Tunaelewana vizuri eh? Naam. Utakuta mwingine sasa kuna nini huko? Yeye kazi yake yuko kwake anauliza, "Kuna nini kwani pale?" Haendi kwa sababu sio nini? Sio energy yake. Lakini kuna mwingine hata akiwa yuko chooni atatoka bila hata kufanya istinja. Anakimbilia kule kwenye akajue kuna nini. Sasa wewe itathmini. Ukiona kimbilia wewe. Inawezekana. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa haya mimma iqtadatu tajruba, ni katika mambo ambayo yamefanywa nini? Majaribio. Hizi ni tafiti tu za kawaida. Kwa hiyo asije akatokea mtu anasema pale kuna ramli. Na hata ikiwepo ramli, jamani, wanavyoni wamekhtalifiana katika ramli. Ramli zimekhtilifiana, ni ramli gani haramu na ni ramli gani halali. Wanavyoni wamekhtilifiana, sio mimi. Wamekhtalifiana katika hayo mambo. Wapo wengine wanasema sawa, safi kabisa, na wengine wanasema sio, kwa sababu wengine wanasema hata hizo ramli zenyewe zipo ambazo zinakwenda sambamba na sheria, na zipo zilizokatazwa ni ile ramli ya kupiga bao. Na ndio Qur'ani imetaja hivyo, ramli iliyotajwa katika Qur'ani ni ya kupiga bao, ndio iliyoharamishwa. Sasa hizo tahti kupiga zile ashkali na nini, wapo baadhi ya wanawaviona anasema hazina tabu kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa hii pia sio katika ramli. Hii ni katika tafiti ambazo zilizoelezwa kwa mujibu wa taaluma walio katika taaluma hizi za tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumewaona sasa wale watu wenye energy namba ngapi? Namba 2. Wakiwa hawa, yani wewe kama umezaliwa mwezi wa 2, au wewe unamjua rafiki yako, jamaa yako amezaliwa mwezi wa 2, wewe fuatilia utaratibu huu, alafu utakuja utatuambia, "Shekhe, wallahi kama vile ulikuwepo vile." Na jamaa yangu mimi bana kazaliwa mwezi wa 2, yani mtihani. Kwa inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu ya Allah. Haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Naam, kama ambavyo umemsikiliza Sayyidina Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali akiwa amehitimisha kwa maana ya kutazama mtu aliozaliwa katika mwezi huu wa 2 na namna ambavyo energy yake hii ili ya mwezi wa 2 inavyokuwa. Hivyo basi unaweza ukabaini hapo nyumbani kwako, huenda una mke ambaye alizaliwa mwezi wa 2 au mume aliozaliwa mwezi wa 2. Kwa mustakabali huu ukabaini kwamba yote yanayofanyika yanayopitika ni kwa sababu tu ya energy alionayo. Namba 2, ili uweze kushindana nini, baadhi ya mambo kuyaacha ili maisha yaweze kuendelea, au mengine kujaribu kurekebisha ili kheri ziweze kupatikana. Lakini vile vile zikawa unafanya kazi. Na mwisho wa darasa hili maana yake tutakuja kueleza kwa ufasaha mwenye energy namba 2, ukitaka kubadili utaratibu unafanyaje ili energy ihame kutoka kuwa namba 2 kwenda kuwa katika namba nyingine inshallah. Basi kama ambavyo umesikia mwishoni kabisa mwa tamati haibadilishwi mwezi wa kuzaliwa wewe, isipokuwa hiyo energy yako ndio ihame iende kwenye energy iliyo sahihi, kwa sababu hapo ndio kheri zitapatikana hapo nyumbani kwako, si mwezi wa kuzaliwa. Kumbuka hivyo. Leo kabisa. Kwa hiyo basi energy hizi zina kazi kubwa, na yote kwa yote ni kwamba energy hizi zinafanya tena kwa utendaji wa hali ya juu mno. Na tafiti, jamani, muelewe, tafiti haifanywi kwa mtu mmoja au watu wawili. Na tafiti haifanywi kwa wiki 2 au wiki moja. Tafiti inafanywa kwa muda mrefu sana. Sio chini ya miaka 3 kuendelea huko. Ndio tafiti inakuja ripoti na si sehemu moja, jiografia tofauti, ili kupata tabia na mienendo ya watu wa eneo lile pale, na eneo lingine na eneo jingine na lingine, kisha sasa unapata ripoti kama ambavyo walivyoweza kutukutia hapa mtu aliozaliwa mwezi wa 2. Kwa hivyo wewe ambaye haujafanya tafiti, acha kupinga tafiti za waliofanya tafiti zao. Kwa kukaa tu unakula samaki hata pilipili kidogo na chumvi na vitu kama hivyo, acha mambo. Tafiti na pingwa na tafiti nyingine. Kama tafiti hauna, basi waliofanya tafiti zao acha
kuweza kukosoa, sababu taaluma ya tafiti huna. Kwa tafiti, taaluma ya tafiti huna, acha watu wafanye majambo makubwa. Lakini yote kwa yote ni kwamba darasa hizi zinaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo pia unao nafasi ya kuuliza ama kutaka mwongozo zaidi, unaweza tu kuwasiliana nasi kupitia namba unazoona hapo, kisha baada hapo utapewa mwongozo uliokuwa bora kabisa. Lakini yote kwa yote, taaluma hizi ni muhimu, zichukue, zitakufaa na kheri zitapatikana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.